Kichwa cha somo kinasema uhalali wa thamani ya damu ya Yesu kukushindia. Uhalali wa thamani ya damu ya Yesu kukushindia. Na tumekuwa tukiangalia kila kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari ule wa 11, kipengele kile cha mwanzo cha huo mstari kama mstari wa kutuongoza. Kutoka hapo tunaenda sehemu mbalimbali. Hayo maneno ya huo mstari yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Leo nataka tuendelee kidogo pale kwa jana tulipokuwa tunaangalia damu ya Yesu inapotambulishwa kama damu ya agano. Leo nataka tuangalie damu ya Yesu inapotambulishwa kama damu ya agano lililo bora katika kuondoa zuio la mafanikio yako, katika kuondoa zuio la mafanikio yako kwenye malango yako ya uchumi. Waebrania sura ile ya 7 mstari wa 22. Damu ya Yesu inapotambulishwa kama damu ya agano lililo bora katika kuondoa zuio la mafanikio yako kwenye malango yako ya uchumi. Waebrania 7:22. Tulisoma huo mstari jana kama ulikuweko. Inasema, basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Wale ambao tumekuwa pamoja tangu siku ya kwanza, nimekuwa nikisisitiza jambo hili. Litakusaidia, likumbuke. Ukitaka kujua thamani ya kitu, hasa unaposoma Biblia, tafuta jinsi kinavyotambulishwa kwetu na Mungu ndani ya Biblia. Tafuta kinavyotambulishwa, kwa sababu utambulisho ule umebeba thamani. Leo nataka tuangalie jinsi ambavyo ndani yake kuna uweza kwa ajili yako utakao kusaidia kuondoa zuio la mafanikio yako kwenye malango yako ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie kwa mtiririko. Tuangalie jambo la kwanza. Uchumi wako una malango ya kiroho na yanaweza kufungwa na yanaweza yakawa wazi. Isaya 60 ule mstari wa 11 unasema hivi, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Cheki vizuri, anapozungumza juu ya malango, anazungumza kwa lugha iliyo nyepesi sana ili kwa watu wengi waweze kuelewa. Unaweza ukasema vyanzo vyako vya mapato katika uchumi wako, vyanzo vyako vya mapato. Inaweza kuwa rahisi kidogo kuelewa, ingawa kwenye malango lina kitu kipana zaidi. Lakini kwa lugha ya kawaida nikikwambia vyanzo vya mapato yako, vinaweza vikakusaidia kupiga picha kidogo. Kama hayo malango yanapitisha utajiri, inamaanisha umaskini umefungiwa nje. Na kama yanapitisha utajiri, inamaanisha yanaweza kupitisha umaskini na yakazuia utajiri. Na kwa sababu ni malango, yanaweza kufunguliwa, yanaweza kufungwa,
anaposema yatakuwa wazi daima, kuna kitu cha zaidi ndani yake ambacho tutaendelea kujifunza hapa usiku na mchana. Lakini anazungumza tena kitu kingine hapo. Anasema malango yako, hasemi lango lako. Malango yako, hasemi lango lako. Kwa hiyo inamaanisha kila mtu amepewa njia au vyanzo vya mapato zaidi ya kimoja. Msije kama ukipita kwenye kitabu cha Mwanzo ukapata nafasi ya kusoma sura ya 2. Kwa sura hii utaelewa, kwa somo hili utaelewa kitu kimoja wapo cha ajabu sana. Kwa sababu kwenye ile bustani ya Eden kulikuwa na mto. Na ule mto ulikuwa na matawi 4. Na akapewa na majina. Na tawi moja mbele ndani yake kulikuwa na dhahabu. Kulikuwa na vito vya thamani viko. Swali langu ambalo nilikuwa namuuliza Mungu nikisoma miaka kadhaa juu ya hiyo. Kulikuwa na watu wawili tu. Mito 4 yani. Watu wawili tu. Na wanyama na nini. Lakini vile vitu vyote vilivyowekwa pale kwa ajili ya mtu. Chanzo kimoja lakini matawi 4. Kwa nini? Mungu anakuwekea ili uweze kujua ya kwamba utajiri aliyokuwekea kaweka vyanzo tofauti tofauti na sio chanzo kimoja. Anakuwekea cha kukuletea. Mungu akikuteremshia baraka zake anazipitisha kwa njia tofauti tofauti. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukilisoma kiagano ndipo utaelewa. Ibrahimu alipopewa baraka na Mungu, Biblia inasema akamwambia nitakubariki ili uwe baraka. Ambayo inamaanisha ndani yake kulikuwa na baraka ya kwake na baraka ya mtu mwingine. Biblia inazungumza atabarikiwa yeye pamoja na uzao wake. Kwa hiyo ndani ya Ibrahim kulikuwa na baraka za kwake na za vizazi vyake mpaka leo. Alafu maandiko yanasema mataifa watajibarikia kwako. Kwa hiyo inamaanisha kulikuwa na baraka na ziko baraka za kila taifa ndani ya ile baraka. Alafu kaweka ndani ya mmoja.